Simanzi imetawala katika mtaa wa Mnazi, kata ya Ng'ambo, mkoani Kilimanjaro baada ya mwanamke mmoja anayefanya biashara ya chakula, Lestuta Moshiro mwenye umri wa miaka 40 kukutwa ameuawa kinyama na mwili wake kutupwa kwenye shamba la mahindi ukiwa na majeraha yanayoashiria aliburuzwa na kukabwa kabla ya kukutwa na mauti. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia leo Aprili 17 mwaka 2026 wakati mwanamke huyo aliyekuwa akifanya biashara ya kuuza chakula kando ya barabara kuu ya Moshi Arusha eneo la Shatuazi akirejea nyumbani kwake. Mwili wa Restituta anayefahamika zaidi kama Mama Baraka umekutwa ukiwa na damu puani, huku mazingira ya eneo hilo yakionyesha picha ya ukatili baada ya nguo yake ya ndani kukutwa imevuliwa na kutupwa pembeni ya mwili. Pamoja na nguo hizo, vifaa alivyokuwa amebeba kwa ajili ya mwanaye wa miezi 7 ikiwemo maziwa, unga wa lishe na mwamvuli kwa ajili ya mvua vilikutwa vimetapakaa hatua chache kutoka ulipo mwili wake. Akizungumza katika eneo la tukio, mkuu wa polisi wa wilaya ya Moshi OCD Azizi Kalokola amesema jeshi la polisi tayari limeanza upelelezi wa kina kubaini mazingira yaliyopelekea kifo hicho tatanishi. Mimi na hakika kwamba tukishirikiana nyinyi pamoja na nyinyi na sisi tutampata huyo alifanya kitendo hiki hapa cha kumkaba na kumpeleka kwenye mahindi. Alimkaba tu anaonekana kama amekabwa mpaka ametoa damu. Kwa hiyo sisi kazi yetu imebaki kupeleleza na kuhakikisha kwamba anakamata haraka sana mtu aliyefanya kitendo hiki, kama ni mmoja au wawili wote wakiwa wamekamata. Lakini kama nilivyosema kwamba tutafanikiwa tu sana iwapo tutakuwa na ushirikiano. Na vile vile tunawaombeni ndugu zangu kupitia polisi kata tuanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa upande wake, mama mwenye nyumba wa marehemu Hilda Liatu amesimulia kwa masikitiko mtiririko wa tukio hilo, akieleza kuwa marehemu alikuwa mpangaji wake ambaye waliishi naye kwa maelewano makubwa na kusaidiana kulea mtoto wake mchanga. Hilda amebainisha kuwa alikuwa na utaratibu wa kumpitia marehemu kazini kwake kila ifikapo saa 2:30 usiku kwa ajili ya kumchukua mtoto na kutangulia naye nyumbani ili kumpunguzia mzigo mama huyo wakati akiendelea na biashara zake. Bahati nzuri mtoto wake akawa ametoka shuleni, akawa amemchukua yule mtoto. Jioni ilipofika nikamshutia, nikamwambia mimi naondoka. Akaniambia sawa, lakini mtoto ameshatangulia. Basi na mimi nikaondoka na yeye nikamwacha. Basi mimi nikatangulia nyumbani, nikalala. Kwa akirudi jioni anaingia ndani kwake, tunasemeshana, yeye nimerudi, lakini usiku sikusikia akiniita. Ila nilisikia sauti ya mtoto analia usiku. Nikajua leo ndo mtoto mama yake ameingia. Kumbe mama hajaingia. Asubuhi sasa ndio nikapigiwa simu. Nikaambiwa jana ulilala nyumbani, nikamwambia yeye nimelala nyumbani. Mtoto umelala naye? Nikamwambia yeye mtoto amelala na dada yake. Ndugu wa karibu wa marehemu Lilian Kimario ameeleza masikitiko yake akibainisha kuwa alikuwa mtu wa mwisho kuonana na Restituta kabla ya mauti kumfika, ambapo marehemu alifika dukani kwake kununua mahitaji ya mwanaye mchanga. Lilian amesema kuwa marehemu alifika dukani hapo majira ya saa 2:30 usiku wa kuamkia leo na kuchukua unga kwa ajili ya kumlisha mwanaye, huku akionyesha kuwa na amani na bila dalili zozote za kuwa na mzozo na mtu yeyote. Majira saa 4 hivi kabla sijafunga hizi nadhani nilikuwa sijafunga. Sasa akaja akaniambia naomba unga kwa mtoto wa lishe. Nikamwita vitu vyake pale dukani akaondoka. Kabla hajaondoka nikamuuliza mtoto yuko wapi? Akaniambia mtoto wangu ametangulia na dada yake. Akaondoka akaondoka sasa nikamwambia ninaenda kufunga. Sasa akaondoka kwa changamoto yote wala hajaigombana na mtu. Ndugu wa nyumbani. Ndugu. Hajawahi kuwa na ugomvi katikati na mtu. Na tulikuwa tunakaa naye. Tulikuwa tunakaa na ndugu wangu kabisa. Fungua duka, mimi na duka hapo Shatuazi. Kwa kitendo nafungua tu kijana wangu akaja mtoto wa dada yangu. Ananiambia mama, umepata taarifa gani? Naambia mimi sipata taarifa yote kuhusu nini. Nikatoka nje. Ambia ngoja nitarudi, aweza kuniambia. Basi nimetoka nje. Nikahoji. Nikamwambia niambie nini shida? Ambia Baraka mfanya nini? Ambia Baraka umekuta kwa nini? Ana dalili ya tu
Mabaraka alikuwa ni mtu mpole, alikuwa anaga magomvi na mtu, alikuwa ongeaji na mtu yote. Sijana sana kama nimefanya kazi pale kijiweni akashika nyumbani kwake. Mpaka kufikia sasa ndio taarifa kwamba amefariki. Pole, asiongea na mtu, mfanya biashara wa piti moto. Alikuwa anaga magomvi na mtu yote kwa kijiweni. Alikuwa vizuri kabisa, saa 4 kamili alikuwa pale kazini kwa mzima wa afya. Ana mtoto mkubwa wa miaka 18 na wa miezi 7. Diwani wa kata Ng'ambo, Gadiel Mrema, ametoa rai kwa wananchi kuwa walinzi wenzao hususan katika kipindi hiki cha msimu wa kilimo, akibainisha kuwa mashamba ya mahindi yanaweza kutumiwa na wahalifu kama maficho ya kufanya matukio ya kikatili. Aidha, Mrema amehusisha mazingira ya tukio hilo na changamoto ya uzaji wa pombe haramu ya gongo katika eneo hilo, akisisitiza kuwa ulevi unachangia kutokea kwa vifo tatanishi na kutoa onyo kali kwa wanaojihusisha na biashara hiyo haramu. Simu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huu, ndugu yetu Mary Msali, akanijulisha kuna tatizo la mwananchi amekufa kwenye mahindi hapa eneo la kwa ile kilimo. Kwa hiyo na mimi nimefika nikakuta wananchi ni wengi kama na wewe ulivyowakuta. Kwa hiyo tumefika na taarifa zilitolewa polisi, askari wakaja. Kwa hiyo ndio zoezi ambalo mnakuta linaendelea. Ningetoa rai kwa wananchi wawe, kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake, hasa kipindi hiki cha msimu wa kilimo. Kama tunavyoona tukio hili limetokea kwenye mahindi. Kwa hiyo haya mahindi yanaweza kuwa ndio kivuli cha watu ambao wana nia njema kujificha na kufanya matukio